Kiukweli wakati napata hii taarifa, maana taarifa mimi kiukweli nilipata kutoka kwa bwana harusi baada ya kupewa taarifa na katibu wake. Alikuja akaninong'oneza akaniambia kuna taarifa kuwa MC wetu ambaye tulikuwa tunamtarajia hatuko naye tena. Kiukweli nilipata taarifa hii kwa mshtuko mkubwa sana. Matumaini yalikata. Lakini baada ya muda watu waliweza kutusi, tumeweza kukaa vizuri. Kiukweli hii taarifa imekuja kwa mshtuko mkubwa sana. Yapo maneno kwenye mitandao ya kijamii wanasema kwamba sherehe ilitaka kuharibika, lakini pia wako wanaamini kwamba baada ya msiba ule kutokea sherehe iliharibika. Embu toa kauli yoyote kuhusiana na swala hili ili kuondoa idha kama ni upotoshaji, tuweke sawa swala hili. Kiukweli tulipopokea taarifa tulipatwa na mshangao, maana tulikuwa na taharuki kwamba itakuwaje, lakini baada ya muda mwenyekiti wetu pamoja na viongozi waliokuwepo kwenye kamati waliweza kulishughulikia hilo swala na likakaa vizuri, na hatimaye sherehe iliendelea vizuri na ilifanyika, na kiukweli sherehe ilikuwa nzuri. Wakati unaingia ukumbini ulifeel nini kikubwa? Na ulikuwa katika situation gani? Situation ambayo nilikuwa nimeitegemea ya kuwa na MC Pilipili haikuwepo. Kwa sababu nilikuwa nategemea kuwa na MC mkubwa. Kwa hiyo attention kidogo ilikuwa haijakaa sawa. Walikuwa kila mtu anataharuki kwamba itakuwaje. Lakini tukawa tunasema kwamba tutapata mbadala na hatimaye kweli tuliweza kufanikisha hilo.